Bwana Sports Counter, tunaendelea kukuhabarisha na kukujuza tetesi zote za usajili na kukuletea ule usajili ambao tayari umeshakwisha kukamilika. Sasa bwana, wekundu wa Msimbazi Simba hawako kinyonge kabisa, na nimekuletea mara kadhaa tetesi zinazohusu wekundu wa Msimbazi Simba. Sasa nakuletea tetesi nyingine pia kutoka ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba kuhusishwa na baadhi ya nyota ambao wanatajwa huenda wakatua kwenye dirisha dogo la usajili. Wekundu wa Msimbazi Simba bwana, wameendelea kuhusishwa na nyota kadha wa kadha. Sasa moja kati ya taarifa ambayo ipo ni kuhusiana na tetesi za Clatous Chota Chama kuhusishwa kurejea ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Bwana, tetesi zinaeleza kwamba Simba wameonyesha uhitaji wa kumrejesha kiungo wao wa zamani wa ushambuliaji raia wa Zambia Clatous Chota Chama mwenye umri wa miaka 34. Bwana, kwa sasa Chama ni mwajiriwa wa klabu ya Singida Black Stars, wote tunafahamu. Sasa uongozi wa klabu ya Singida Black Stars nao umewapa Simba mahitaji yao ili wawaachie kiungo huyo. Taarifa za chini ya kapeti ni kwamba Singida Black Stars nao wanahitaji nyota wawili kutoka Simba Sports Club. Bado mazungumzo yanaendelea. Kwa hiyo Clatous Chota Chama bwana ni moja kati ya nyota ambaye kwa sasa anatajwa kurejea ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba mara baada ya kutoka Simba na kwenda Yanga, baada ya kutoka Yanga na kwenda Singida Black Stars. Bwana, Simba wamekuja na wanamhitaji kiungo wao wa zamani Clatous Chota Chama aweze kurejea ndani ya kikosi hicho. Lakini tetesi nyingine ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba bwana, zinamhusu kiungo mshambuliaji wa timu ya KCCA FC ya Uganda Bright Anukani. Bwana, tetesi zinaeleza kwamba yupo nchini Tanzania akifanya majaribio na Simba Sports Club. Bright Anukani atacheza mashindano ya Mapinduzi ambayo yanaendelea visiwani Zanzibar. Bwana, taarifa ama tetesi nyingine kuhusiana na wekundu wa Msimbazi Simba inazungumza hivyo kwamba Bright ni moja kati ya nyota ambao wako nchini na huenda amekuja kufanya majaribio sasa, na ndio maana tetesi zinaeleza kwamba ataonekana kwenye mashindano ya NMB Mapinduzi Cup yanayofanyika kule visiwani Zanzibar. Kama Simba wataridhika naye, basi watafanya maamuzi kama ambavyo ilikuwa kwa Nabi Kamara ambaye kabla ya kusajiliwa alikwenda kufanya majaribio ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, wakati ule Simba ikiwa kule nchini Misri kwenye pre-season. Baada ya kuridhika na kiwango cha Nabi Kamara, Simba katangaza usajili wake. Kwa hiyo Bright pia Anukani ni moja kati ya nyota ambao wapo nchini kwa ajili ya kufanya majaribio ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini tetesi nyingine ni kwamba Simba wako kwenye mazungumzo mazito na Singida kwa lengo la kumsaini kiungo Ivory Coast Idrisi Diomande. Wana mpango wa Simba ni kuimarisha kikosi mwezi Januari hii kwa kuwaleta Chama na Idrisi Diomande ili kuongeza nguvu katikati ya uwanja. Kwa hiyo ukiachana na Clatous Chota Chama, pia wekundu wa Msimbazi Simba bwana wametua kwa Idrisi Diomande ndani ya klabu ya Azam, ndani ya klabu ya Singida Black Stars. Kwa hiyo Simba wameanza harakati nzito za kumsajili Idrisi Diomande, kiungo aliyekuwa chini ya kocha Miguel Gamondi na kuonyesha kiwango kikubwa sana ndani ya uwanja. Taarifa za ndani zinaweza kuwa Diomande yupo juu kabisa kwenye priority list ya wekundu wa Msimbazi Simba kuelekea dirisha lijalo la usajili. Kwa hiyo ni moja pia kati ya tetesi ambazo zipo kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini taarifa nyingine, matetesi nyingine ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba ni juu ya kiungo wa Kenya ya Police FC Charles Ouma. Bwana, kwa sasa yupo Dar es Salaam anafanya mazoezi na Simba, na kiungo Charles Ouma atacheza mashindano pia ya Mapinduzi Cup kama ilivyo kwa Bright Anukani yanayoendelea kule visiwani Zanzibar. Simba Sports Club inamtazama Charles Ouma, kiungo wa polisi ya Kenya, kama inaweza kumsajili kwenye dirisha dogo la usajili la mwezi wa kwanza. Bwana, dili hili huenda likafanikiwa kwa sababu pia Mohamed Bajabir ni moja kati ya usajili kwenye dirisha kubwa ambao ulifanyika ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba kitokea polisi ya Kenya. Kwa hiyo inaonekana kuna mazungumzo ama kuna ukaribu fulani wa Simba na polisi ya Kenya, na ndio maana pia kiungo Charles Ouma kutoka Kenya anatajwa kwamba
anafanya mazoezi na klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, na kuna uwezekano kama Simba watalizika naye basi huenda wakafanya usajili ndani ya kikosi hicho. Hizo ni baadhi ya tetesi zinazohusu klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, lakini pia kutokana na changamoto ya majeraha kwa makipa kwenye klabu ya Simba, Simba imefanya inaendelea kufanya mazungumzo na makipa wawili wazawa, ingawa asilimia kubwa inaonekana kuweka nguvu kwa kipa wa Pamba Jiji Yona Amos aliyemaliza msimu na clean sheet 11. Bana, kipa mwingine ambaye wameanza naye mazungumzo Simba ni kipa wa Mashujaa Patrick Muthari aliyemaliza msimu uliopita akiwa na clean sheet 12, ambapo pia amebakiza miezi 6 kwa timu hiyo ya Mashujaa. Bana, tetesi zinaweza kwamba viongozi wanaangalia uwezekano mkubwa kumpata Yona Amos, lakini kishindikana basi chaguo la pili itakuwa ni Patrick Muthari wa Mashujaa. Kwa hiyo Simba pia wameendelea kuhusishwa na goalkeeper mara baada ya kuumia kwa Yakubu Suleiman akiwa kwenye majukumu ya timu ya taifa ya Tanzania, na taarifa inaeleza kwamba Yakubu Suleiman huenda kakaa nje kwa siku 60 mpaka 90, kwa maana ni miezi 2 mpaka 3 kutokana na kuuguza majeraha yake, na wanasema hatofanywa upasuaji, baada ataendelea kuwa chini ya uangalizi wa madaktari. Kwa hiyo taarifa ya kuumia kwa Yakubu Suleiman, lakini pia majeraha ambayo yuko nayo Musa Pimpini Kamara yanayofanya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kuingia sokoni kutafuta kipa ambaye atakuja kuchukua mikoba hiyo. Lakini bwana, Simba wanahusishwa na beki kisiki kutoka ndani ya klabu ya Singida Black Stars, na huyu mwingine ni Anton Trabi Bana, Singida Black Stars na mchezaji Anton Trabi wamefikia makubaliano ya pande mbili ya kuvunja mkataba, ambapo nyota huyo wa kimataifa wa Ivory Coast kwa sasa ni mchezaji huru. Kabla ya kujiunga na Singida alikuwa kwenye rada za Simba. Kwa hiyo Simba pia wameendelea kuhusishwa na Anton Trabi. Unaambiwa mali ipo sokoni, kazi kwenu wana Simba. Beki kisiki ambaye alitokea ndani ya klabu ya ASEC Mimosa sasa anahusishwa na Wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo Anton Trabitra naye pia ni moja kati ya nyota ambao wako kwenye rada za Wekundu wa Msimbazi Simba, wakihusishwa kwa ukaribu zaidi. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya tetesi ambazo nimekusogezea kuhusiana na Wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo lolote linaweza likatokea, na ukimya wa Simba si kwamba pengine hawatosajili kwenye dirisha dogo la usajili. Huenda muda wowote tukaanza kushuhudia nyota wapya wakianza kutambulishwa ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Inaweza kuwa hawa ambao nimekujuza, lakini inaweza kuwa nyota wengine ambao pengine bado hatujapata tetesi zao, lakini kwa sasa tetesi za Wekundu wa Msimbazi Simba ni hizo. Baadhi ya nyota wakihusishwa akiwemo Clatous Chota Chama ambaye anatajwa kurejea kwa Wekundu wa Msimbazi